Na majira ni saa sita saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki, na hii ni Baraka1 TV. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye niko nakuletea haya matangazo. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kokote ambako mko mnasikiliza matangazo yetu. Tarehe 29, yes. Tazungumzia kuhusiana na wazalendo wameweza kuwakamata mateka magaidi wa M23, na tuzungumzia vita ambayo imefanyika maeneo mbalimbali huko mkoani Kivu ya Kaskazini ya kuanzia hiyo tarehe 26, 27 hadi tarehe 28. Ushindi kwa upande wa wazalendo huko unazidi kuonekana, na hii ni kutokana na juhudi na mbinu mbalimbali ambazo wazalendo wako wanazitumikisha ili kuweza kumpiga adui. So hiyo ni pointi moja kubwa ambayo tutazungumzia, na katika hiyo pointi pia tutagusia kwamba magaidi wa M23 wameanzisha shirika la la Kaka Security, ambalo wanalipatia bunduki za moto, kwamba shirika hilo la Kaka Security linaruhusiwa kuwa na bunduki za moto, kutumia bunduki za moto. Kwa mara ya kwanza historia ni ya Kongo, na hii shirika ni ya Mnyarwanda mmoja hivi, so inaitwa kama New Vision Security. New Vision Security, ambayo itakuwa inalinda na bunduki za makweli. Hapana ile security ya marungu, bunduki za makweli za moto. Karibuni sana. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. So ilikuwa kwanza kupata hizo habari, fanya hivyo na utakuwa unapata hizo habari zetu kila wakati. Na tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Kizaba Yeba tunashukuru sana. Sima Baguma Samuel kutoka Czech Republic, big up sana. King Sele, the only one king from USA, big up sana. Diedone Buto to, big up sana bro. Na wote ndugu jamaa na marafiki, Jide Kizenga Tembele pia, big up sana. Ankis Kandeke pia, big up sana kwa kazi ambayo unafanya kwa ajili ya Baraka1 TV. Wote ndugu jamaa na marafiki, Dafeza Daletesia, Elisha kutoka Nairobi Kenya, Mwana Mangombe, wote hawa Kiza Salum pia Mashaka Ayamba wakiwa wanasikiza Baraka1 TV. Sasa usisahau kwamba tuko na operation yetu Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Na hii operation kama unavyojua lengo yake ni kusema kwamba tunakuwa tunajikusanya kila siku ili kujimobilize, ili kujiweka sawa kwamba likitokea swala kwa ajili ya ndugu zetu, basi tuweze kuintervenir bila hata kuwa na usumbufu. Ndio maana kesi hii haitakiwi kuisha, inatakiwa iendelee kuwepo, na ndio jinsi tuko tunafanya. Kwa hiyo kama bado hujaungana na sisi, tafadhali chochote ambacho unasikumba kinaweza kusaidia mzalendo, wasiliana na B1 TV na kitafika kama jinsi mnavyojua. Siku hizi tungali na harakati nyingi, tungali tunasikilizia ili tuamshe tena popo, na muda si mrefu mtakwenda kushuhudia yale ambayo tunakwenda kuyafanya. Na pia tembelea Baraka1 TV channel 2, ambako pia utakutana na baadhi ya matukio kama unajiunga na Baraka1 TV channel 2. So mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP, na ni kipindi ambacho unasikiliza habari zetu na maelezo. Unapata habari kisha unapata na maelezo. Na kabla yote, kwanza tuanze na hawa vijana ambao walikamatwa na wazalendo, ambao walikuja kujisalimisha kwa wazawaza. Tumeweza kuwapokea kutoka ndani ya AFC M23, na wao wenyewe wataweza kutoa majina zao. Jina yangu ninaitwa Heshima Bayavuge. Bwana Heshima Bayavuge, wewe unatoka wapi? Ninatoka hapa Kiambombo. Unazaliwa wapi kwanza tuambie? Kirumbu. Kirumbu. Nazaliwa Kirumbu. Kule Gichanga. Walidukutana mu nyumba, tuko tunakunywa kapombe, wakadukamata kingufu, tubeba kule ku training. Tukafika kule, tukafanya training, tukaenda mu mafosi. Basi tukasema hawa ni Watusi, walidukamata kingufu, hatuko tunafanya kazi pamoja. Sie ninaambia huyu mshuti wangu, namwambia twende
tutoke mwaba batusi basituye bure twende mu wenzetu basi. Sasa unafanya wakati yapata gani mwezi 23? Mwaka moja. Depuis uingie mwezi 23 mpaka leo mulifanyaka vita maeneo gani wala fasi gani? Vita ni kule Ngungu na kule Gasake, tukafika hapa Rumbishi na kule Gasovu tukafika na hapa Rumbishi. So hao ni vijana ambao walikuja kujisalimisha kwa wazawaza baada ya mapigano makali ambayo yamefanyika siku za hapa karibuni. Mambo yanakuwa yako very complicated. Watoto wanakutanana na moto ambao walikuwa hawa expect kukutana nao. Sasa ile inawafanya wasiendeleze harakati za kuendelea kutongana na wazawaza. So wanaamua kusarenda. Na kusarenda kwao hizo mara ya kwanza unasarenda. Washasarenda wengi tu hapa hii kipindi chote ambacho nilikuwa nawaletea matangazo. Wengi wamekuwa wako wanasarenda, na kusarenda kwao huko kuna washitua baadhi ya Wakongomani. Wanasema kwamba hao jamaa kuja kusarenda haiko kwamba wanakuja kiwalale, hapana. Kuna plan ambayo wako wanafanya. Kitu kimoja ambacho naweza nikawajibu ni kwamba jeshi anaposarenda sio kwamba anaungwa moja kwa moja kwenye kikosi cha front line, hapana. Mwanajeshi anaposarenda, adui anapojisalimisha ama anapokuja kujiunga, yule anakamatwa. Baada ya kukamatwa, kwanza anatupwa jela. Ndio jinsi inakuanga hivyo. Kwanza anakamatwa, anatupwa jela kwanza. Baada ya kutupwa jela, anafanywa mahojiano. Wanamkagua wanamsikiliza, wakimsikiliza vizuri, ambao okay, sawa, tumekusikia, kaa pale. Anaenda pale jela hata miezi 6 hata mwaka. Jela. Kwa hiyo hawezi ingizwa moja kwa moja kwenda kwenye uwanja wa mapigano. Ndio maana ndugu zangu, ni watoe kwanza hako kwa wasiwasi, kama mlikuwa na siku mengi. Wanakuja wanajisalimisha, hiyo ni ni infiltration nyingine, wako na infiltrate wazalendo kisha watageuka, pana. Wakijisalimisha wapigani wanawekwa chini ya ulinzi. Na swala jingine ni hili hapa la ushindi ambao wazalendo wameweza kujinyakulia maeneo mbalimbali kuanzia hizi siku za hapa usoni ambako wako wanapigana na magaidi wa M23. Wazalendo wameweza kuonyesha umahiri wa kipekee. Wameonyesha ubora wa kipekee licha kwamba wanapigana huku wakiwa na mapungufu ya kutosha, lakini hile haizuii wao kukosa kupigana. Hapa juzi hapa jana umeona wameweza walipiga na wakachukua eneo la muhimu sana la Mutanda. Sawa? Ndani ya groupment ya Tongo, ambako walifanya kazi nzuri na wakachukua yale maeneo. Ukiachana na yale maeneo mengine ambayo pia wako wanapigana, wako wanaenda wanachukua baadhi ya vitongoji ambavyo vilikuwa vinachukuliwa na magaidi wa M23. So kuanzia hiyo tarehe 25, 26 mapigano yako yanafanyika, na wazalendo wako wanaenda wanachukua vile ambavyo vilikuwa chini ya mikono magaidi wa M23 ambavyo wao walivinyang'anya kutoka kwa wazalendo. Kisha baadaye wazalendo pia wanaanza kuwa wanakuja wanarekipere yale maeneo ambayo walinyang'anywa awali na magaidi wa M23. So kuanzia hiyo tarehe 28 mapigano tena upya ambako ni jana yaliweza kuripotiwa, na mapigano hayo yalifanyika katika maeneo mbalimbali. Yalianzia eneo la Kalonge. Sawa? Kalonge ndani ya kijiji cha Ngerere ambayo inaitwa maarufu kama Iremia. Sawa? Ngerere, Iremia ndio jinsi inapatikana hivyo. Na hapo ndiko wazalendo wao mara hiyo ndio waliamsha pale. Hawakungoja tena waje kwamba waje wavamiwe. Baada ya kuona hizi siku wako wanachokozwa na magaidi, na wao pia wakapanga plani ya kuwa wanafanya counter attack.
So ikabidi wazalendo wakianzishe pale maeneo ya Ngerere. Pale Ngerere walitungana ili wachukua takriban siku nzima. Siku nzima ili kuweza kupiga kuchukua maeneo ambayo yalikuwa yamechukuliwa na magaidi tokea siku ya kwanza ya tarehe 26 za mwezi wa 5. Unajua mapigano yameanzika tokea tarehe 25 hivi. Tushue kidogo, tarehe 23 na 4 25 ambako magaidi wao ndio walikuwa wana lance ma attack, na wakija wakishtukizia hivi unakuta kwamba wazawaza wanarudi nyuma, wao wanachukua. Sasa baadaye wazawaza na wao pia wakaanza kuwa wanakuja wana launch zile attacks, na ndio hivyo sema ambako walichukua hiyo tarehe 26 ambayo ilikuwa ni Jumatatu. Wazalendo wakaja wakapiga na wakachukua lile eneo, wakalirudisha mikononi mwao. Na tofauti na hapo hivyo, wazalendo pia waliweza kuchukua kilima cha muhimu sana ambacho kinaitwaga kolini strategiki cha Rushishe. Kwa wale ambao wanajua hayo maeneo, so watakuwa naelewa tunamaanisha nini. Rushishe ni katikati ya Katobo na Mbukuru. So huku vita ikiwa inapamba moto kati ya magaidi wa M23 pamoja na wazawaza. Wazawaza wao wana malengo makubwa, na lengo lao ni kusema kwamba maeneo yote ambayo yalinyang'anywa magaidi wa M23 waweze kuyachukua. Unaona? Maeneo yote waweze kuyachukua. So baada ya kufanikiwa kuchukua hizi maeneo, mapigano mpaka leo hii niko nakwambia hapa bado iko inaendelea. Na lengo ni kuendelea kumsukuma adui kumuondoa kabisa katika vitongoji vyote ambavyo anashikilia pale katikati, vitongoji ambavyo vinabaki ili kuweza kusekirize ile zone yote pale ambako wazalendo sasa hivi wako wanapigana, wajaribu kuvichukua. Ni pamoja na Rusamambu, pia Bukumbirwa, Kishonja na Kilambo. Unaona? Haya maeneo manne ndio yako katikati pale ambako vita mpaka hivi iko inazidi kupamba moto, lengo likiwa ni kuchukua haya maeneo kuyaweka mikononi mwa wazawaza ambao wako wanapigania taifa. Lengo kubwa linakuwa liko ni hilo. Sasa ndugu zangu, kitu ambacho watu wanatakiwa kufanya sasa hivi ni kuweza kujiimarisha na kutokugeuka nyuma, kuungana na wazalendo, kupambana pamoja na wazalendo ili tuone kama tutafikia hatua ambayo wote tuko tunahitaji tuweze kufikia. Hilo swala likiwa linapita, tunachukua swala hili la Goma ambako M23 wameanzisha shirika mpya la shirika hili ni la gardiennage la Kaka Security. Shirika la Kaka Security la M23 linaitwa New Vision. New Vision wameruhusiwa wao kutumia bunduki za moto maeneo yote ambayo wana control. Donc hili ni shirika ambalo wamelitengeneza la kwao, lakini ukiangalia kwamba hili shirika ndani yake sio shirika la kawaida, wametengeneza wamilise wengine. Unaona? Yaani wanafanya ni kama sorte ya shirika ambayo wametengeneza wamilise, wametengeneza watu ambao watakuwa wanakamata silaha. Na ukisikia lengo lao wanasema kwamba kutokana na ujambazi jinsi unazidi kuwa mingi Mugoma, Bukavu na sehemu zingine, ndio maana tukaona shirika hili liweze kuwepo kwa ajili ya kudhibiti wezi. Ina maana kwamba ukisikia mwizi ni taa justice populaire, ya ndo maana yake ile. Mwizi wanaua. Na hivyo shirika hili pia kwa mtazamo ambao mimi nimekuja kuona litatumika kwa ajili ya kuwamaliza vijana. Hebu tusikilize kwanza mkurugenzi wa shirika hilo. Nous sommes tous témoins
qu'en janvier, il y a eu prolifération d'armes ici. Il y a eu libération de tous les criminels et les armes ont été jetées un peu partout. Alors, il s'est fait que, malheureusement, ces armes sont en train de faire des ravages dans notre ville. Nous avons tout le temps des vols à main armée, nous avons des visites nocturnes impromptues, et comme il n'y a pas une police ici dans la ville, vous pouvez vous imaginer la peine que nous avons à nous sécuriser nous-mêmes. Alors c'est partant de cette idée que nous nous sommes dit qu'une manière de contribuer à la sécurité de nos compatriotes et de leurs biens, c'est d'organiser un service de gardiennage qui soit au moins armé. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer commencer à défendre quelqu'un à coups de bâton face à des criminels armés. Vous voyez, alors nous avons demandé aux autorités de la place de pouvoir organiser ce service de gardiennage avec port d'armes. Nous avons reçu cette autorisation et à partir de là, nous avons commencé à former nos jeunes gens. Dans tous les quartiers, nous avons recruté des jeunes gens désireux de faire ce travail de gardiennage. En ce moment où nous vous parlons, il y a au moins 400 qui sont en formation et qui vont devoir terminer leur formation dans une semaine. Nafikiri tumemsikiza mkurugenzi wa shirika hilo, tumesikiza reportage hiyo jinsi inasema. Hapa jamani, akili kumkichwa. Haijawahi kutokea mu RDC shirika la private likapewa bunduki za moto, likaruhusiwa kutumia bunduki za moto. Mungu wangu, hii si maajabu hii? Hii ni maajabu. Na ndio maana shirika la Amnesty International limeweza kuiorozesha M23 na Lanspeuf Congo kuwa ni makundi ambayo yako yanaua watu Goma pamoja na Bukavu. Kuna ripoti mpya imekuja ya Amnesty International inaorozesha M23 husika na mauaji ya maelfu ya watu Goma pamoja na Bukavu, na viongozi wake wanatakiwa waweze kufikishwa mahakamani. Unaona? So hii ripoti imekuja na halali kabisa na iko kisheria, kwa sababu haiwezekani kwa nchi kama hizi zetu shirika la ulinzi liweze kupewa silaha, risasi ya moto. Wana malengo gani? Kwa wale ambao hawaoni labda ndio watafikiria kwamba ni kawaida, lakini kwa sisi ambao tumeweza kuchunguza hili swala na kuliangalia kwa makini sana, hili shirika lipo ni kwa ajili ya kufanya kazi ya sekondari ya M23 Lanspeuf Congo pamoja na RDF. Usisahau tu kwamba RDF wanataka kuondoka. Umeelewa? RDF wako wanaondoka wote. Sasa ili wajibakize wanajisekirize, ifua create sasa magrupu ya arme. Ili shirika litakuwa ni grupu ya arme. Tena liko create na nani? Na Rwanda ndio yuko na chapote. Donc walimpa Mnyarwanda pale ndio anashapote hii shirika. Lakini en vrai dire hili sio shirika la kawaida, linahusika na uhalifu na litafanya kazi ya uhalifu. Tuko wote hapa kwa moja na tutazidi kuambiana. Kesho nitakuja kuwakumbusha juu ya swala ambalo nilikuwa nazungumza kwa sasa hivi. Haiwezekani shirika la kulinda tu kawaida liweze kupewa silaha za moto. Na asante sana. Haya ndio ambao tuko nayo kwa saa 6 hii, na mengine tukutanane majira ya saa 9. Saa 9 bwana, saa 9 tutakuwa tuna vitu kibao. Na kwanza M23 wameanza kuwa waoga, wanaanza kuogopa serikali na pia wanaogopa serikali ya Burundi. Bertrand Bisimwa ameongea mambo ya kipuuzi sana kuhusiana na serikali ya Burundi, huku akiongea mambo ya kijinga tu, tutakuja kusikia. Na pia tutagusia kidogo ya Julien Paluku ambaye pia anazungumzia kuhusiana na hivi vya Kabila kuwa Goma. Kisha pia tutagusia pointi moja muhimu sana ambayo nitakuja kuambia. Hii pointi ni muhimu sana, usikose kwa kutufuatilia, kwa sababu utahitajika tu uweze kuenjoy haya mambo ambayo yako yanatoka Baraka1 TV. Big up sana kwa wote na majira ya saa 9.